Mambo vipi? Naitwa Beni. Karibu katika channel ya Beni Kuku Farm. Katika channel hii tumekuwa tukielekezana mambo mbalimbali yanayohusu ufugaji wa kuku. Kama ni mara kwanza kupitia katika channel hii, gusa neno subscribe liko chini ya video hii. Pia gusa kengele itakayojitokeza. Katika somo letu la leo, nataka nielekeze namna gani mtu anaweza kuanza ufugaji wa kuku, au mambo gani anapaswa kuzingatia mtu ambaye anahitaji kuanza au kuanzisha mradi wa ufugaji wa kuku. Kuna mambo kadhaa ambayo mtu anatakiwa azingatie mwanzoni kabisa, ili asije akaingia kichwa mwisho wa siku akapata hasara na kukata tamaa. Kwanza kabisa, ili uweze kuanza kufuga kuku, cha kwanza kabisa inatakiwa uwe na elimu kuhusu ufugaji wa kuku. Elimu tunazozungumzia hapa kwenye swala la ufugaji wa kuku ni pamoja na elimu ya kuyajua namna gani ya kutunza kuku, hasa vifaranga. Pili, elimu kuhusu aina gani ya vyakula ambavyo watakula wa kuku kulingana na umri wao na kiwango cha ulishaji wa chakula. Tatu, aina ya kuku ambao unapendelea kuwafuga, na kwenye kuchagua aina ya kuku hapa inatakiwa uzingatie soko. Yaani inatakiwa uangalie maeneo ya jirani au maeneo unayoishi wewe, kuna soko la kuku likoje. Watu wanapenda wanapenda mayai ya kisasa, mayai ya kienyeji, au wanapenda kuku wa kisasa au kuku wa kienyeji, wanakula sana nyama au wanatumia sana mayai. Kwa ukishajua hivyo, baada ya kufanya research ukajua kabisa kwamba mtaani kwetu watu wanapenda kula mayai. Mayai gani ya kuku wa kisasa? Basi una uwezo wa kufuga kuku wa kisasa na ukapata faida kupitia soko la mtaani kwenu. Kwa sababu ukifuga kitu ambacho ni tofauti na watu wengi wanachotumia, itakusumbua kwenye swala la soko. Pia elimu nyingine ambayo tunazungumzia hapa ni kutambua magonjwa, tiba na kinga. Hii ni muhimu sana kuifahamu, kwa sababu watu wengi hukata tamaa kutokana na kuku wao kufa kwa magonjwa ambayo yalikuwa yana uwezo wa kutibika. Kwa sababu ukiwa unajua labda dalili hizi ni ugonjwa fulani na dawa yake ni hapa, una uwezo wa kuwa unatibu kuku wako mapema na kuepuka hasara ambazo zinaweza zikajitokeza, kama vile hasara za vifo na vitu kama hivyo. Pia elimu nyingine ni kuhusu ujenzi wa mabanda, kwamba ni sehemu gani unatakiwa kujenga banda, kuwaje, au banda liwe la namna gani, ukuta uwe na saizi gani, madirisha ukubwa na vitu kama hivyo. Pia na uelekeo wa upepo wa banda hilo. Hivi ni vitu ambavyo unatakiwa uvijue mapema, ili isikusumbue baada ya kujenga. Ukikosea itakusumbua kwenye utunzaji wa hao kuku, kutokana na kwamba umejenga bila kuzingatia ule ubora na jinsi ya kuweka vizuri mazingira kwa ajili ya kuku kukaa vizuri. Kitu cha kingine ambacho unatakiwa kupanga mwanzoni kabisa ni swala la mtaji, kwamba kwenye swala la mtaji inatakiwa uwe na angalau unaweza kutafuta business plan ambayo itakupatia mwelekeo wa jinsi gani utawatunza hao kuku na gharama za utunzaji zikoje, kutoka unaanza kutunza hadi pale utakapo wavuna au utakapoanza kupata faida, watakapoanza kujitunza wenyewe. Hiki ni kitu ambacho unatakiwa ukijue nacho, kwa sababu usipojua hii unaweza ukaanza na mradi mkubwa wa ufugaji wakati mtaji wako mdogo. Mwisho wa siku mradi ukaishia njiani na ukaishia kupata hasara. Hivyo kwa mimi ushauri wangu unatoa hivi, nasema hivi kwamba kila mmoja anahitaji kuanza kufuga kuku au ameanza bila elimu, ajitahidi sana atafute elimu kuhusu ufugaji huo wa kuku. Na hizi elimu zinapatikana sehemu mbalimbali. Mfano, kwa kutafuta vitabu vya ufugaji wa kuku kutoka kwa wataalamu wa mifugo, kutoka kwa wafugaji wazoefu, kutoka kwenye mitandao ya kijamii. Kuna grupu za WhatsApp nyingi ambazo zinatoa elimu kuhusu ufugaji wa kuku. Unaweza ukazitafuta na kujiunga ili uweze kupata elimu sahihi kuhusu ufugaji wa kuku. Hii itakusaidia wewe
kupata faida na kuto kukatisha tamaa katika swala zima la ufugaji wa kuku. Kama ni mara kwanza kuingia katika channel hii, gusa neno subscribe liko chini ya video hii, pia gusa kengele itakayojitokeza ili uwe wa kwanza kupata taarifa kila tuwekapo video mpya. Pia inatupa nguvu sisi kuendelea kujua wangapi wanatufuatilia na wanapenda video zetu, ili tuweze kuendelea kutengeneza video zingine za mafunzo kuhusu ufugaji wa kuku. Asante sana na karibu tena katika darasa litakalofuata.